warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi kaka wananiita Salim Ngugi wa Nyoike. Sijui wewe wanakuitaje? Mimi naitwa John. John, Muislamu Mkristo? Kristo. Asante. Swali gani unataka kubwaga? Hebu lete swali tulisikie. Uislamu ni nini? Uislamu ni nini? Qur'ani 3:64. Tusaidie na Qur'an. Ajue Uislamu ni nini. Na umuonyeshe kwa macho yake aone Uislamu ni nini. Muonyeshe 3:64 Qur'an. Pole pole ujue Uislamu ni nini. 3:64 Al-Karim. Pole pole. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema, enyi watu mliopewa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Asante. Yaani Mayahudi na Manaswara. Njooni katika neno lililosawa baina yetu na baina yenu, ya kwamba tusimwabudu yoyote ila Mwenyezi Mungu. Asante. Wala tusimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote, wala baadhi yetu tusiwafanye wengine kuwa waungu badala ya Mwenyezi Mungu au pamoja na Mwenyezi Mungu. Wakigeuka semeni, shuhudieni ya kwamba sisi ni Waislamu. Yaani tumenyenyekea amri za Mwenyezi Mungu. Ukisikia mtu anakuambia ana muslim, mimi ni Muislamu, maana yake amenyenyekea amri ya Mwenyezi Mungu. So Uislamu au Waislamu ni kunyenyekea amri ya Mwenyezi Mungu, ndio unakuwa Muislamu. Muislamu ni mtu aliyenyenyekea amri za Mwenyezi Mungu. Mungu anasema usifanye hivi, unatii. Mungu anasema ufanye hivi, unafanya. Mungu anakukataza hii, unakubali. Yaani uko chini ya sheria ya Mwenyezi Mungu. Sisi hatuko free kufanya chenye tunataka, hapana. Sisi tumeshikwa na sheria ya Mwenyezi Mungu. Waislamu hauwezi kujifanyia kitu unavyotaka. Unatembea kulingana na vyenye Mwenyezi Mungu ameamrisha. Ndio Uislamu, kunyenyekea amri za Mwenyezi Mungu. Asante. Na pia Uislamu ni dini ya kukuelekeza kwa Mungu. 6:26 Qur'an. Sikiza vizuri. Yaani kila kitu iko wazi katika Uislamu. 6:26 Qur'an. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na hii dini ya Uislamu ndiyo njia ya Mola wako iliyonyooka. Tena Uislamu ndiyo njia ya Mungu iliyonyooka. Haina shortcut. Yaani ni njia ambayo iko straight, ni Uislamu. Ukiwa Muislamu umeshika njia ya kuelekea kwa Mwenyezi Mungu aliyekuumba wewe na aliyeniumba mimi. Kwa sababu hapa duniani tunaishi kwa muda mchache kisha tunaondoka hii dunia na utasaulika. Uwe wewe ni nane au nani, utasaulika. Ikipita karne mbili, hata karne mbili ni nyingi sana. Yaani wewe ukifariki, ukimaliza miezi 3, miezi 4, watu wasakusahau, wameendelea na dunia yao. Kile kitu kitakusaidia ni wewe kwanza uwe ulikuwa ni Muislamu. Pili, ulifanya mambo mazuri. Kwanza ulitoa kitu inaitwa sadaka tujalia, sadaka yenye kuendelea. Kwa mfano, uliwafundisha watu au elimu yenye kuendelea. Yaani ulifanya mazuri yenye inaendelea, yatakufuata yale, yatakusaidia. Lakini haya mambo mengine yote yanakatika. Ima ulikuwa rais, hiyo inakatika. Ulikuwa sijui mbunge, inakatika. Mambo yote yanasimama. Inabaki ni wewe na amali zako. Hii dunia tunaishi kwa muda mchache. So kuwa Muislamu kwanza ndio uweze kutekeleza yale ambayo Mwenyezi Mungu amekuamrisha. Umetaja kitu hapo kuhusu sadaka kuendelea. Ya, sadaka yenye kuendelea. Sadaka yenye kuendelea ni kwa mfano umetoa sadaka ukafungua markas. Markas ni sehemu watu wanaenda wanasoma dini. So hiyo ni kitu kimeendelea. Au ukachukua mtu ukamfundisha dini, bado ni kitu kinachoendelea kwa sababu naye ataenda atafundisha mwingine. Au ukachimba kisima, watu wakawa wanakunywa maji kutoka kwa ile kisima. Sadaka yako ukaenda ukachimba kisima, ikawa watu wanapata nini pale. Sadaka yenye kuendelea pia ni vyenye wewe unaweza saidia watu kama sisi ambao tunafanya kazi ya dawa. Tukaenda tukasilimisha mtu, sisi tukakufa, ule naye mtu tuliyesilimisha naye akaenda akasilimisha watu wengine, akafundisha watu wengine. Hiyo ndio sadaka tujalia, inaenda ikiendelea. Wewe mahali huko hata kaburini bado unapata fungu yako, kwa sababu ulichangia ile kitendo kizuri kikatendeka na kinaendelea kufanya vizuri. Nashukuru. Lete yote yale yako kwa kifua yako hayamwagi. Ni kwa nini Waislamu waenda chooni kwa maji? Kwa nini Waislamu wanaenda kwa choo kwa kutumia maji?
Kitu ya kwanza ni kwa sababu ya usafi. Mwili wa nje unahitaji maji ndio usafike. Mwili wa ndani unahitaji maneno ya Mwenyezi Mungu ndio usafike, kwa sababu ni moyo. Moyo hausafishwi na maji wala hausafishwi na sabuni. Moyo unasafishwa na maneno ya Mwenyezi Mungu, lakini mwili wa nje unasafishwa na maji. Mwili wa nje ukiamka unaoga macho, unatumia maji. Ukienda haja kubwa na haja ndogo unatumia maji, kwa sababu usipotumia maji, ukijipanguza na karatasi, bado uchafu unabaki, kwa sababu karatasi itoe uchafu. So inabidi ukitumia tisho lazima pia utumie maji ndio ile uchafu yote itoke, na pia ni sheria ya Mungu 5:6 Qur'ani. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu. Enyi mlioamini, mnaposimama ili mkaswali, basi osheni nyuso zenu na mikono yenu mpaka vifundoni, na mpake vichwa vyenu na miguu yenu mpaka vifundoni, na mkiwa na janaba basi ogeni, na mkiwa wagonjwa au msafarini, au mmoja wenu ametoka chooni. Unasikia, ukitoka chooni lazima, ni sheria ya Mungu utumie maji kwa kuenda choo, kwa sababu ukienda choo utumie tisho, nguo yako ya ndani ukiangalia inabaki na uchafu, kwa sababu tisho haiondoi uchafu yote, inapanguza ndiyo, lakini ina bakisha. Na ujue Mungu alivyotuumba, kuna milima mbili iko pale katika sehemu ya haja kubwa. Sasa kuna kitu inaitwa friction. Friction ni wakati ile joto inakuwa mingi, kwa sababu inasuguana ile kipande cha pande hii na hii. Sasa ikisuguana na ulibakisa ile uchafu inapata maji, inachafua nguo zako na wewe mwenyewe. So ndio unatumia maji, unatoa ile uchafu yote, inakuwa iko safi. Ndio unaona tunatumia maji. Na Biblia pia inasema mtumie maji 9:10 wa Ibrania. Maji ni usafi. Inasema mwalimu wangu, tupe vitu. Kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu. Unasikia, sio ya roho. Hii ni mambo ya kimwili. Mwili unahitaji nini na nini mwili? Vyakula na vinywaji. Mwili ukila chakula unaenda haja kubwa, ukinywa kinywaji unaenda haja ndogo. Hii inahitajika kwa mwili. Sikiza, na unafanya nini? Na kutawadha kwingine. Na unanawa kwingine ndio inaitwa kutawadha. Sehemu mbili, kwa sababu ukienda haja unatumia sehemu mbili. Kuna sehemu ya haja kubwa na sehemu ya haja ndogo. Hizo sehemu mbili unaosha na maji, ni usafi wa mwili wa nje. Tena malizia inasema ni nini? Zilizoamriwa hata wakati wa matengenezo mapya. Hata wakati wa New Testament, hii ni amri iliyowekwa. Lazima watu watumie maji kwa ajili ya kujisafisha mwili wa nje. Hii ni ya usafi. Ndio tunatumia maji tukienda kwa choo. Ni usafi tu kakangu. Shukrani. Turudi pale mwanzo. Leta. Sheria, Uislamu ni kujinyenyekesha chini ya sheria za Mwenyezi Mungu. Kabisa. Swali la pili ilihusu usafi. Umetaja kuhusu usafi wa roho. Usafi wa roho ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Usafi wa mwili. Haya, swali inayokuja kupitia usafi wa roho, tunapoona katika ulimwengu wa sasa Uislamu ama Muislamu wachache ambao nimejijumuisha na wao sana warika yangu, nakuta kwamba wao wanatumia kwa mfano madawa ya kulevya ama chochote kile, kileo, kitu kama hicho, pombe. Ni hatia kwa Uislamu? Asante sana. Na ni kweli mambo ya dawa ya kulevya, mambo ya pombe, mambo ya mihadarati inatumika katika society ya Kiislamu, society ya Kikristo. Vijana wanatumia, hususan vijana ambao ni umri mdogo kuanzia miaka 20 kwenda miaka 30. Wengi wameathirika na dawa za kulevya, lakini ni makosa kutumia pombe, ni makosa kutumia mihadarati, na ni makosa kitu ingine ambayo inatumika kwa society ambayo hujaitaja, ni mambo ya betting. Betting watu wanafanya, hata Waislamu wanafanya. Hiyo tena ni ulevi mwingine mbaya zaidi. Ni makosa wanafanya, lakini ni makosa. 5:90 Qur'ani ni kitu kimekatazwa. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Mwalimu wangu, tupe vitu. Enyi mlioamini,
Bila shaka ulevi na kamari na kuabudiwa au kuombwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu na kutazamia kwa mishari ya kupigia ramli na kwa vinginevyo, yote haya ni uchafu, ni katika kadhi ya shetani. Basi jiepusheni navyo ili mpate kufaulu au kutengenekewa. So ulevi, ukiona Muislamu anakunywa pombe, Muislamu anavuta bangi, Muislamu anafanya mambo ya ulevi yoyote, kuna shisha, kuna nini, au Muislamu anayefanya mambo ya kamari, hii yote ni haramu, imekatazwa ndani ya Uislamu. So ni yeye arudi kwa Mungu, atubu kwa Mungu, kwa sababu anafanya makosa ambayo Mungu ameyakataza. Ni kuteleza, ameteleza, inabidi arudi kwa Mungu, atubu wakati yako hai, kwa sababu ukikufa kabla hujatubu lazima utaenda kupitia adhabu yake Mwenyezi Mungu, utaadhibiwa. Lakini ukitubu kabla mauti ijakupata, kabla hujaondoka duniani, Mungu hukusamehe, kwa sababu tunaambiwa usikate tamaa na rehema yake Mwenyezi Mungu. Kwa hakika yeye Mwenyezi Mungu husamehe madhambi yote, lakini maadamu utatubu na uyaache yale madhambi. So mtu ambaye ni mlevi, ambao labda amekuwa addict, ni Muislamu, tunamuhusia apelekwe, kama itapatikana rehabilitation, aweze kuachana na ile ulevi, asaidike. So ni makosa kufanya hivyo, ila wako na chance ya kutubu kwa sababu wako hai na kuacha. Nauliza hatua za kutubu, ama kutubu ni nini, ama vipi atafanya kutubu mtu? Anatubu namna hivi. Qur'ani 39:53 kwanza tuanze hapo. Watasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema, enyi waja wangu mliojidhulumu nafsi zenu, msikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Bila shaka Mwenyezi Mungu husamehe dhambi zote. Hakika yeye ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa kurehemu. 66:8 Qur'ani. Dhambi zote Mungu husamehe maadamu utarejea kwake ukamtubie Mungu. Lakini sikiza sasa, Mungu anakuambia utubu. Bismillahirrahmanirrahim. Enyi mlioamini, tubuni kwa Mwenyezi Mungu toba iliyo ya kweli. Unatubu tauba iliyo ya kweli. Tauba iliyo ya kweli ni kwamba ulikuwa unakunywa pombe, umeachana kabisa kunywa pombe, unatubu kwa Mungu. Sio unasema nimetubu kwa Mungu alafu kesho bado unarudi kulewa. Unaona? Na ujute sana. Na tauba ingine inahakikisha, yani iko na masharti yake ndio ikubalike vizuri, unahama katika ile mji uliokuwa. Kwa nini unahama? Kwa sababu labda ulikuwa unaishi hapa Soweto. Hapa uko na marafiki walikuwa wanakununulia ile pombe. So hata ukisema umeacha, kesho mtapatana na wale marafiki, watakwambia tuende uonje kidogo, saa hii haijawekwa maji. So inabidi kama unataka tauba mzuri, unahama hapa Soweto, unaenda katika kijiji kingine, kukaa sehemu ambao hauna marafiki kama hao walikuwa ni walevi. Ujui hata mahali inauzwa, kwa sababu temptation ziko bado. So tauba ya sahihi inatakana utubu namna hivyo, uondokee wale marafiki mlikuwa nao, kwa sababu ndio wanakununulia. Most of people wananunuliwa hizi pombe. So the best thing ni utoke, ama bangi ama nini, ni utoke ile area uende sehemu nyingine. Tauba yako inakuwa ni mzuri, kwa sababu hutakuwa na wale association kuassociate na wale mlikuwa nao ambao walikuwa wanakununulia au mlikuwa mnavuta nao pamoja. So tauba iko na misingi yake pia. Umetaja misingi ya toba kuhusu mojawapo ya kujisaidia ama kuifanya ikamilike kabisa ni kwa mfano kuhama. Je, unahama hiyo area. Je, kuna mfano ya sijui Waislamu, sijui Uislamu. Je, kuna mfano ya mtu aliyefanya hivyo katika Uislamu akafaulu? Wako wengi sana. Na mbona ama itakuwa vipi mtu akiwa na msimamo wake atubu tu na endelee kuishi pale? Itakuwa makosa? Haita makosa. Tumesema kama utaweza kutubu na uishi pale unaambiwa uhame kwa sababu ya zile challenge za marafiki. Because wazungu wengi wanasema show me your friend, I tell you who you are. Nionyeshe marafiki zako, nikuambie wewe ni nani. So hana haja umweleze wewe ni nani, anataka tu unionyeshe marafiki zako. Kama rafiki zako watakuwa ni wavuta bangi, itakuwa na wewe unavuta bangi.
kwa sababu time nyingi mnaishi nao pale, mnakaa nao. Kama marafiki wako ni walevi, na wewe itabidi utakuwa ni mlevi, kwa sababu kila kitu mkiongea nao lazima muwe katika ile eneo ya ulevi, kwa sababu marafiki wako wote ni walevi. Wanaambala vizuri. Lakini kama wewe utaweza kumanage, unaishi tu pale, lakini uachane na ile bad company ambayo ulikuwa nayo, ni sawa. Hujawekewa lazima uhame. Ni misingi inawekwa ili kukurahisishia wewe ambao unaacha ile kitendo ili usirudie kwa haraka. Kama utakuwa na uwezo wa kujidhibiti ni sawa, utakaa tu pale. Lakini kama wewe utaenda wa temptations kuingie, usikie ati ni leo niko na kakiu nataka kutoa rock, alafu rafiki yako ndio huyo hapa anakuambia twende nikununulie, itabidi anakuweka bado kwa ile nini mbaya. Na ndio unaona kuna kitu inatengenezwa inaitwa rehabilitation. Rehabilitation ni sehemu inawekwa kama shule ama center ya hospitali. Kwa mfano, watu wanachukuliwa wanawekwa pale, anaenda rehabu kama miezi 3 ama miezi 6, anafungiwa kwa ile area ili asitoke nje kupatana na zile mihadarati. Akimaliza ile duration ya 2 months ama 3 months ama 4 months, kulingana na madaktari venye wameweka, kulingana na ile ulevi waliopata ako nayo, akimaliza hiyo miezi, ile ulevi itakuwa imetoka mwili yake, na pia itakuwa hawajaonana na wale marafiki zake wamrudishe katika ulevi. Ndio unaona mpaka wakafungua kitu inaitwa rehabilitation. Ni sehemu unaenda unawekwa huko ndani ili ya kukusaidia wewe juu ya ulevi, kwa sababu ulevi ni maradhi makubwa, yakikuingia ni maradhi makubwa. Betting yenyewe ni maradhi makubwa mno. Unakosa kubeti, unaona mtu analia machozi, anatafuta pesa ndio awekelee ya kubeti, na anakuliwa zote. Maanake ni maradhi yamekuingia, na wewe huwezi ona kama ni maradhi. Watu wanajua hapa Kenya juu ya betting. Amebeti pesa yote imeenda, anajiua kwa sababu ni maradhi yameingia, na kuyatoa yanataka ifanyiwe kazi tena pole pole ndio yatoke yale maradhi. So ndio unaona unaambiwa option, kuna option ya kwenda kuhama. Hiyo ni sawasawa na kupelekwa rehabilitation, unaenda unakaa miezi 2 huko. Asante. Hatua za kuwa Muislamu, hatua za kitoto, hatua za kwanza. Naweza toka leo kwa nyumba yangu ama mali nimetoka, niende msikitini, hatua ya kwanza nitafanya nini ama ndakuaje? Itakuwa vipi? Ni mgeni kabisa, sijui. Hatua ya kwanza ya kuwa Muislamu ni shahada. Shahada unaweza fanyia barabarani ukatamkishwa shahada, au ukaenda kwa msikiti ukatamkishwa shahada. Hatua ya kwanza ni shahada. Baada ya shahada kuna kitu inaitwa sala. Swala lazima sasa ufundishwe. Unakaa chini ya mwalimu anakufunza, lakini hakufunzi kama wale watoto wadogo vyenye wanaenda madrasa. Pana, wewe unakuja kama ni saa 11 hivi 1 hour, anakufunza, anakuambia ukienda kusujudu unasema hivi, unafanya hivi, unatawadha namna hivi, anakufunza zile basics. Unaona? So hizi mbili ndio zinafuatana kwanza sana, shahada na sala, kwa sababu ukitoa shahada inakuwa sasa ni ulazima kuswali. Sala inakuwa ni lazima, ni wajibu kwako. Sasa maadamu umetoa shahada, ashhadu alla ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, swala inakuwa ni wajibu sasa kwako kusali. Sasa hii swala huwezi kuiswali maadamu huijui, lazima sasa utafunzwa. Hapa kuna takbiri inatajwa, hapa unakuja unafanya hivi, hapa ukiinama ukirukuu unasema hivi, unafunzwa sasa. Very simple, haina uzito. Very simple kabisa. Hiyo ingine sasa ni kufunga mwezi wa Ramadhani ambao ni saumu tunafunga. Hiyo ingine ni kutoa zaka. Zaka inatolewa na wale watu wana uwezo, wanatoa akiwapatia maskini wale hawana uwezo. Hiyo ingine ni kuhiji kwa wale wako na uwezo, wanaenda kuhiji Maka. Sasa tumebakisha siku kadhaa watu waanze kwenda kuhiji, tunaingia Dhulhijja, watu wanaenda kuhiji Maka kwa wale ambao wana uwezo. Wale hawana uwezo wanabaki hapa, tunachinja mbuzi. Watu wakisimama katika Arafa tunachinja mbuzi hapa. Very simple in Islam. Asante. Umenitajia kuhusu swala hapo, ni lazima mtu uiname? Lazima kuinama. 22:78 Qur'an umuonyeshe hiyo ni lazima, yani sala lazima. Na hata ukiwa wewe ni mgonjwa unanuia, hapa niko katika rukuu, hapa niko katika sijida, hapa niko katika hii, lazima unuie. Sikiza inasemaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi salini rukuni. Tena una rukuu namna hivi, hii ndio inaitwa rakaa. Una rukuu namna hivi,
na sujuduni, na unasujudu, unapeleka uso wako mpaka uguze katika ardhi. Lazima kupeleka, lazima uguze katika ardhi. Maliza. Na mwabuduni Mola wenu na fanyeni mema ili mpate kufaulu. Hii ni lazima, kupeleka uso chini na kuinama. Hii ni lazima, ndio swala iswihi. Yaani wewe ukiingia pale kwa mlango wa msikiti, kitu ya kwanza unachukua udhu, kama hukuchukua nyumbani. Mtume anatuambia kuchukua nyumbani ni bora zaidi. Kama nyumba yako iko karibu na msikiti, unachukua udhu nyumbani, unatembea na udhu, unaenda kwa msikiti, unaingia, ukiingia sasa kwa msikiti, lazima ufunge swala, alafu lazima upeleke uso wako mpaka chini. Ndio sala inaswaliwa namna hivyo. Lakini haya yote kuna mafunzo tena mepesi, sio mazito, very simple. Shukrani. Yamekwisha kwani? Hayajakwisha. Ndio nataka kwanza uyatoe yote. Usiwe na wasiwasi. Sisi tukumekuja lengo na makusudi ufahamu, na knowledge is power. Kujua inakupatia power, kwa sababu usikae tu ati wewe unajua ile tu kitu ulizaliwa nayo. Hapana, kujua ndio kuna ufunguka, akili inafunguka. Mwafanya nini wakati mtu amesulimu alafu amepotea, amjui mali yuko? Sasa mtu akisilimu kisha akapotea, ni jukumu yake, kwa sababu kusilimu anasaidia nafsi yake, hasaidii sisi. Akisilimu ni jukumu yake pia kutafuta elimu. Unaona, kwa sababu kusilimu kwake kunamsaidia yeye na nafsi yake mbele ya Mwenyezi Mungu. Amejisalimisha yeye, ni faida yake. Kazi yetu ambayo sisi tutaenda kuulizwa ni je, muliwafikishia watu ujumbe? Lakini sasa ukisilimu, ni wajibu wewe kutafuta elimu. Unakuja unaniuliza, ama ukipata imamu unamwambia nataka kusoma, anakufunza for free. Hawezi kukulipisha maadamu wewe ni mtu wa kusilimu. Atakufunza for free kwa sababu wewe ni mja, umeingia katika Uislamu. So akipotea itakuwa ni yeye anapata hasara, kwa sababu sisi tulimfikishia, tumemwonyesha njia ndio hii, yeye ndio amekataa peke yake tena akapotea. Anafaa arudi katika njia inayofaa. So ni yeye pia achukue yale majukumu. Shukrani. Yeah. Kuna sadaka, zaka uliotaja, zaka uliotaja. Naam. Kuna mara mbili umetaja ya endelezi, sijui uliitaje. Alafu pia kuna yenye ulitaja ukasema kusaidia wasiojiweza. Naam, hiyo inaitwa sadaka. Kuna sadaka unasaidia wasiojiweza, na pia zakani ya kuwasaidia wasiojiweza. 960 Qur'an. Umpe vitu pole pole. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sadaka upewa watu hawa. Asante. Mafakiri na maskini. Sadaka inapewa mafakiri. Fakiri ni mtu ambaye hajui kesho wala leo atakula nini, ndio anaitwa fakiri. Fakiri yani ni wale watu, hapa Kiswahili tunasema hana mbele wala nyuma, ndio anaitwa fakiri. Lakini maskini ni mtu leo anapata, kesho anakosa, kesho kutwa anapata, kesho kutwa anakosa. So maskini ni mtu hakosi sana, anapata, lakini hana uwezo, anaingia katika grupu ya maskini. Hawa ndio wanapewa sadaka. Sadaka ukitaka kutoa unawapatia hao ili iwasaidie kwa ule umaskini wao. Tena ukipata zaka, Mungu akikujalia, zaka inatolewa mwaka mara moja, na inatolewa na wale watu wana uwezo. Kwa mfano, umefanya biashara zako vizuri mwaka mzima, umesave katika biashara yako 1 million katika mwaka mzima, umetoa matumizi yote, imebaki 1 million. Katika ile 1 million, kabla hujaenda kuiweka, unatoa 2.5% katika 2 million. Hiyo ni almost 2.5 kama sijakosea, ama sijui inakuja ngapi. Ukitoa 2.5 katika hiyo milioni moja, unatafuta maskini, unamuita, unamwambia wewe una shida gani na gani, anakueleza. Unamwambia leo nikikupatia 200,000 unaweza kufanya biashara gani na gani. You must mentor him. Pia usimpatie tu hivi ukamwacha, ataenda labda kuingia hata ulevi. Unamumenta, unamwambia wewe nikikupatia utafanyia nini na nini. Unampatia, ukisikia kuna idea mzuri, anatoka katika umaskini, kesho na yeye anasaidia mtu mwingine. So ni kumaliza poverty katika society. Zaka ndio ililetwa. Lakini upande wenu naonanga nyinyi huwa mnampa tu mchungaji, wakati mchungaji amemake katika labda nini mali yake. Unapata mchungaji amemiliki labda estate, akona nini, na bado unachukua 5,000 unaenda unampatia. For what?
wakati yeye amemeka, ana estate, labda ana nyumba za kukodisha, ana rento, ana nini. Sasa bado unachukua shilingi 10 na 20 unampatia. Hiyo inafaa kupatiwa wale wanyonge, ndio waweze kuamka kutoka katika ule fukara, waweze kujisaidia na kusaidia famili zao. So zaka inatolewa hivyo na sadaka inakuwa namna hivyo, ni kwa ajili ya wanyonge katika society. Shukrani. Bado tu niko hapo, sijui nitaiweka kwa Kiingereza ili swali. Weka kwa kitu yote unataka, madam tutaielewa. How do you identify the law in society katika jumuiya ya Uislamu? Tuseme msikitini, mfano mtu amekuja, kwa sababu hauwezi chunguza maisha ya mtu ama huwezi jua sana kumuhusu mtu. Yuko msikitini ama yuko pale, mwashiriki, mwatembea, mwatenda pamoja, mwajumuika pamoja, waweza juaje huyu tamclassify kwa kikundi cha wasiojiweza? Asante sana. Kujua mtu ambaye yuko chini unamjua wepesi sana. Ni kweli tumeambiwa hakuna kuchunguzana, lakini mtu ambaye yuko chini utamjua vizuri sana. Kwa mfano, unapoingia kwa msikiti utajua vizuri mtu ambaye hali yake sio nzuri na mtu hali yake ni nzuri. Face kwa appearance yenyewe itakueleza sometimes. Kama sio face kwa appearance, sehemu ambayo mtu anaishi itakueleza. Unajua vizuri katika hizi vijiji, hata kama ni hapa Nairobi, tunajua watu ambao wanajiweza wanaishi Runda. Watu ambao hawajiwezi sana tunaishi hapa Soweto na vijiji vingine, kwa sababu hali yetu iko chini, tunatembea miguu, hatuna kipando kwa sababu hatujiwezi. So mtu ambaye yuko chini yako ndio unajua huyu hajiwezi. Kwa mfano, wewe unatembea na gari, unajua mtu anayetembea miguu hajiwezi kwa sababu hana hiyo uwezo ya kununua kipando. So tuna identify very easy. Anajulikana huyu anahitaji, huyu hahitaji. Kwa sababu mtu ambaye anaishi Karen, huwezi kumwambia anahitaji kwa sababu ana uwezo. Karen 50 by 100 is worth almost 100 million. So na unapata labda ako na eka 2 huko, unajua huyu ni mtu anajiweza. Lakini mtu unajua huyu ukimwangalia hali yake, hata kulala njaa inawezekana amelala njaa. So kuna namna ya kuidentify, wanajulikana vizuri tena kwa wepesi. Alafu mtu ako na uwezo, hata ukimpatia atakwambia hapana ndugu yangu mimi na uwezo. Kama ulikuwa unaona hana uwezo, ukuje umwambie shika hii 1500, atakwambia hapana ndugu yangu na uwezo, tafuta mtu ambaye hana uwezo. In a humble way. So anajulikana katika society, tunajuana vizuri sana. Nashukuru. Kilichobaki nini? Nataka umwage zote. Maana sitaki nikuulize swali kabla hujamwaga yote yako yakakuisha. Ulianza pale mwanzo ukitaja kuhusu mtu Muislamu anapokufa, kwa nini azikwe kwa hiyo siku? Hata mimi nauliza tu hivyo. Mtu Muislamu akifa anazikwa kwa hiyo siku kwa sababu ukifa kuna mambo matatu katika Uislamu tunaambiwa lazima yaharakishwe. Kitu ya kwanza, mtu akifariki anafaa azikwe na asiwekwe sana, kwa sababu akapatane na kheri yake au mabaya yake, kwa sababu mambo yake yamekwisha duniani. Unapokufa mambo yako yote yanakatika. Simu ulikuwa unatumia inachukuliwa na watu wengine, kitanda nini, kila kitu inakuwa ni ya watu wengine. Hiyo yako imeisha. Ndio unaona mtu akifa, hata nyinyi mnamchukua haraka haraka mmepeleka mochari, hata mtaki alale hiyo nyumba kwa sababu mambo yake imeisha kulala hiyo nyumba. Haraka haraka mnapeleka mochari. So mtu akifa mambo yake yamekatika, kilichobaki ni kustiriwa, na stara yake ni kuzikwa, kuhifadhi ule mwili. So katika Uislamu mtu akifa anafaa na harakishwa anazikwa, na mtu akitaka kuoa wanafaa waozeshwe haraka, wasije wakazini. Yani binti yako amekwambia mwanaume amekuja amesema nampenda binti yako, na ukaita binti yako ukamuuliza unamjua huyu, akakwambia ndio namjua, unampenda? Tunapendana. Sasa ni vizuri ukubali kuwaozesha, wasije ukakataa wakaja wakafanya zinaa. Unapata vizuri? Kwa sababu ukiwazuia watakuja kufanya zinaa. Ya tatu, tunaelezwa mtu akitaka kuwa Muislamu unaharakisha kumtamkisha shahada, isije ikawa siku zake za kuishi duniani zimeisha, akaja akang'olewa roho, ukaja kulaumiwa wewe kwa sababu ulimchelewesha. So mtu akifa tunazika. Kwanza mwili ya binadamu yote inaanza kuoza immediately wakati roho ina depart, imeondoka, unaanza kuoza mwili wa binadamu. That's why unaona siku ya kwanza harufu haitoki vizuri, ikiingia siku ya pili kunaanza kuingia harufu, ya tatu hata huwezi karibia yule mtu aliyefariki.
kwa sababu ya ile harufu, mwili imeanza kudecay. Mwili ya binadamu yote, uwe Muislamu, uwe Mkristo, uwe nani, mwili yetu ni ile ile moja, unaanza kudecay. Sasa nyinyi wa Kristo mnachukua mwili, mnapeleka mochari, inawekwa kwa fridge, alafu unapasuliwa hapa, inawekwa dawa na zingine zinawekwa kwa mdomo kwa ajili ya kujaribu kupreserve ile mwili isioze. Na ndio unaona wanaweka kwa mochari, wanaweka kwa fridge, ni kujaribu kuzuia ile nini kudecay kidogo slow. Unaona, kwa sababu ndio tumeumbwa hivyo, mtu akifa anaanza kudecay. So tunaharakisha kwa sababu pia ni sheria, Mungu amesema hivyo, na watu wa zamani walikuwa wanazika hivyo 5 Matendo ya Mitume. Nyinyi ndio hamtaki kufuata, hata Biblia inasema uzike siku hiyo hiyo. Inasema mwalimu wangu. Tupe vitu. Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Asante. Hofu nyingi kawapata watu wote waliasikia haya. Tupe vitu. Vijana wakaondoka, wakamtia katika sanda, wakamchukua nje, wakamzika. Tena huyu alipokufa hakuwekwa, aliwekwa katika sanda. Sanda ni kitambaa nyeupe, unafungwa vizuri, unapelekwa kuzikwa. Hatuziki watu na nguo sisi, hapana. Nguo tunapatia watu wako hai. Unatolewa nguo na stara vizuri, kuna namna unatolewa, alafu kama ni mwanaume anaoshwa na wanaume, kama ni mwanamke anaoshwa na wanawake wenzake. Labda wewe kama ni bwanake ndio unaruhusiwa pale. Nampata vizuri eh? Ukimaliza anafungwa vizuri na kitambaa nyeupe inaitwa sanda, anatolewa nje, anaenda anazikwa. Sio sanduku au kuvalisha maiti suti. Sasa unawekea maiti suti ya nini na itaenda kuoza kule kaburini? Patia mtu yuko hai angalau imsaidie, kwa sababu maiti ukimpatia inaenda kuoza, lakini mtu yuko hai atavaa siku 2 siku 3 itamsaidia asitembee uchi. So it's very simple. Tunafanya hivyo kwa sababu ni amri ambazo ziko. Mungu ametuamrisha, mtu akifariki anazikwa haraka haraka, sio kuwekwa. Labda kuwe na kitu tunaita emergency. Emergency ni kwamba mtu amefariki, kwa mfano labda amepigwa risasi, amechukuliwa, amepelekwa pale city mochari ama mochari yoyote, lazima kuna ile clearance, itachukua labda siku 1 au siku 2. Lakini wale wakijua ni Muislamu wanapatiana haraka haraka, inakuwa zile nini process inaharakishwa. Wanajua Waislamu wataka kuweka mwili yao, ndio inaenda inazikwa. Na watu wengine wanafanyia miili biashara. Mtu akifa wanajua ndio wametajirika, wanachukua kitabu wanaanza kutembea kwa watu, leta 2,000 leta 3,000, ni kama biashara anafanyia. Wengine hata wanaita nini ya nini yoyote. Grupu ya WhatsApp inafunguliwa, sijui ati budget tumeweka 500,000. Unaweka budget 500,000 wakati mtu amekufa, na wakati alikuwa hai hata labda alikuwa anahitaji 100,000 ya hospitali na alikosa. Watu wanawekwa kwa grupu ya hospitali, mtu ana left. Lakini grupu ya mtu amekufa, mtu a left anatoa. Lakini mtu akiwa mgonjwa unawekwa kwa hiyo, unaambiwa tunahitaji 100,000, huyu kaketu tumpeleke hospitali, wewe una left. Lakini unagojea kifo, unasema amekufa, okay, hiyo grupu siwezi toka, mimi nitachangia 200,000 na saa hiyo amekufa. Na kumbe akiwa hai alikuwa anahitaji 100,000 atengenezwe, au amekufa kwa sababu ya njaa. Alikuambia ndugu yangu nisaidie na shilingi 2,000 ninunue unga, ukamwambia wewe enda ukajitafutie bana. Wewe unakaa omba. Badala umsaidie wakati yako hai, wewe unasubiri akifa ndio sasa unataka ionyeshane wewe ni mtu mzuri, na mnafanya kitu inaitwa eulogy. Eulogy ni wasting of money. Unasema tu jamaa alizaliwa 1970, alisoma high school sijui gani, alifanya kazi. Hii yote inasaidia nani? Yeye ameondoka, mambo yake yameondoka, yale alifanya ni yeye na Mungu wake. Historia ya marehemu hiyo ni kuharibu resources. Haisaidii mtu. Historia tunataka ni wewe uko hai utuambie ninafanya hivi na hivi, so unaweza nisaidia hapa nikaingia kazi na mimi nikaendelea tukafanya na wewe. Sio historia ya mtu aliyefariki. Aliyefariki muache na mambo yake, Mungu atafanyia namna anavyotaka. Watu walikuwa akifa anazikwa siku hiyo. Asante. Hii historia ya kuweka watu sana ni karama na mambo mingi ya kuleta. Na watu mpaka wanaenda kufanya siasa kwa marehemu mtu aliyefariki. Kwa sababu nyinyi mnaweka. Ndio unaona katika Uislamu mtu akifa huwezi ona hata watu wakipiga ati siasa pale. Alifariki aliyekuwa jaji katika majaji 7. Mahakama ya upeo. Yaani tunaita mahakama ya juu. Alipofariki dakika 2 amepelekwa pale, amezikwa, hakuna hata mambo ya siasa wala nini. Yaani haraka haraka ameenda amezikwa, hiyo story tumemaliza. Lakini nyinyi mnaenda, mtu amekufa pale, wanasema tu sisi tuko hivi, sisi tuko hivi, inakuwa mpaka ni siasa kwa mazishi. Because you are entertaining that, because mnataka wale watu watoe kitu.
So sisi hatutaki hiyo. Katika msikiti hakuna siasa, katika mazishi ya Kiislamu hakuna siasa. Very haraka kitu inamalizwa. Msikiti huwezi enda kuleta siasa, my friend. Msikiti ni uende ufanye ibada yake, utoke uende zako. Kama una siasa enda weka huko nje, because ile ni place of worship. Na pale kuna mtu ambaye hataki chama yoyote na kuna mwingine hata hataki mambo ya chama. Sasa wewe umekuja kumuelezea nini? Wewe ukimtaka weka yako huko, atakuja mwenye anataka. Ndio Uislamu inakuwa hivyo, na ndio unaona inakuwa very clear. Hakuna mambo ya bias katika Uislamu. Shukrani. Turudi nyuma kidogo. Umetaja kuhusu mahusiano, mtu anataka kuoa, naona binti na mpoza pale, ukataja kuhusu uzinzi, zina. Ningependa kuuliza, Uislamu unachukua vipi mahusiano ya mtu ambaye ameolewa, ako na uhusiano wa siri nje ya ndoa? Ni hatia au ni kitu kinakubalika? Hatia yake kwanza, anafaa anauliwa. Hatia yake, mtu anayeoa ako kwa ndoa alafu anaenda kufanya zinaa, anafaa kuuliwa, kwa sababu hawa ndio wanasambaza magonjwa mengi. Anaenda anachukua ugonjwa huko nje, analetea mke wake au analetea bwanake. Sasa wewe kama unaona hamuwezani na huyu mke wako, mpatie kitu inaitwa talaka, wacha aende, lete ule unayependa sasa, oa huyo. Hakuna haja ukae na mke na una haja naye na unaenda kuzini na mwingine nje. Sasa kama unampenda ule, mbona usimuoe akawa mke wako wa pili? Kwa sababu katika Uislamu nakubaliwa kuoa wake wawili, watatu au wanne. Sasa mbona ufanye zinaa ambayo italeta magonjwa, italeta ukimwi, italeta nini, inaangamiza ile familia? Wewe mtu mmoja umeleta maradhi, inamaliza watu wawili au watu watatu. Sasa wewe unaleta ufisadi katika ardhi, ni makosa makubwa mno. Sasa wewe kama umependa ule mna mahusiano naye, muoe na ukuje uambie mke wako, nike na waka wawili, mimi niko na wewe na niko na ule nimeoa. Unatangaza, unaruhusiwa. Kuliko kukaa hivyo, ndio inaleta gonoria, inaleta STDA, yani magonjwa mengi sana. Kichocho. Ya nini hiyo yote? Kaswende sijui unajikuna kila wakati na nini? Hizo zote za nini? Ukimwi. Kwanza ukimwi ikikugonga nayo ndio hivyo. Madawa unatembea nayo kila wakati. Na hii yote umejiletea kwenda pale nje. Ya nini unaenda? Kama unaona mimi na uwezo wa kuoa wake wawili, oa. Tena tunaambiwa hiyo zinaa inaleta umaskini. Wewe unapata pesa, badala ya kulisha familia yako unapelekea ule mrembo. Unakuwa ni maskini. 17:33. Sikiza. Antasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Wala msikaribie zina. Wala msikaribie zina. Hakika hiyo zina ni uchafu mkubwa. Tena zina unaambiwa ni uchafu mkubwa. Na ni njia mbaya kabisa. Na ni njia mbaya kabisa. Yaani wewe unaenda unalala naye ati ni mahusiano kando, kumbe naye ako na mahusiano mengine kando. Anachukua ugonjwa huko, anakuletea, na wewe unachukua ugonjwa unaletea mke wako. Mke wako labda ni innocent, anaenda kupimwa ako na ukimwi. Anashangaa, nilitoa wapi ukimwi na niko na bwanangu tu. Kumbe bwana ndiye anaenda kulandalanda. Sasa badala ya kulandalanda, afadhali uambie mke wako, mimi venye nakuona mimi hatuwezani, wacha nikupe talaka, nikuache niwe yule nataka. Naye mke hivyo hivyo. Mke hawezi kuwa ako na wewe tena anatoka ati ako na mahusiano kando. Kama hakutaki awachane na wewe. Hii dunia si umepatana mkiwa watu wazima? Kama ameona hawezana, akuache tu hivyo hivyo, na wewe utafute yule atakayekupenda na yeye aende atafute yule wanayependana naye. Bwana, hii maisha itaki mambo ya nini? Ya watu washinde wakikunywa brufen. Ya kazi gani? Hii nataka tuishi kwa amani. Ukiona mtu amwezani, mueleze kabisa, mimi naona hatuwezani. Wewe shika njia yako, nishike njia yangu. Maisha yasonge, kuliko kumletea mtu maradhi yao, naleta shida kubwa sana. So zinaa ni kitu kibaya mno. Ndio unaona tumeruhusiwa kuoa wake wawili au watatu au wanne. Na ndio naambiwa katika Uislamu, mwanamke pia ako na ruksa akiona kabisa hakupendi, yani umemuoa mmekaa naye hamuambatani huko ndani, ana ruksa ya kuitisha talaka. Kuliko aende kazini. Afadhali ya kuitisha talaka kuliko aende kazini wakati ako katika ndoa, kwa sababu ni dhambi kubwa mno. Afadhali ya kuitisha talaka, umpe talaka aende akaolewe. Ajivue katika hiyo ndoa.
kuliko anakaa na wewe na bado anazini. Hiyo ni makosa makubwa mno. Asante. Nina swali linalohusu Uislamu. Leta. Wajua kuhusu Ukristo kidogo lakini wacha niingie, swali langu ni kwa Uislamu. Leta. Ukristo kwa mfano tuna Catholics, kuna Protestant na kuna wao wengine wote. Basi je, ndani ya Uislamu kuna hivyo vikundi vitengo? Yani kwa mfano mimi nikitoka hapa msikiti huu taenda kupata fundisho lingine la Kiislamu kwenye msikiti mwingine ama maeneo mengine? Asante sana. Katika Uislamu ukipata fundisho lingine tofauti ya Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiyo itakuwa ni ya uongo. Hakuna mafundisho mengine katika Uislamu isipokuwa Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Uislamu tunaambiwa ni moja. Qur'ani 3:102. Na ndio unaona ukitoka hapa uende Kisumu unaingia kwa hiyo msikiti ya Kisumu. Ukitoka Kisumu uende Siaya unaingia kwa hiyo msikiti iko pale. Ukitoka Siaya uende Kisii unaingia kwa ile msikiti iko pale. Haulizi ati msikiti yangu inaitwa Omari iko wapi hapa? Hapana. Misikiti yote ni ya Mwenyezi Mungu na kile kinachofundishwa kule ni Qur'ani ya Mwenyezi Mungu. Qur'ani 3:102. Hakuna msikiti specific tutakwambia uende. Hata sasa ukisilimu hatuwezi kukwambia ati specific lazima ukuje hii msikiti ya Soweto. Hapana, unaweza silimu hapa na kesho unaenda Mombasa, unaingia tu msikiti yote Mombasa na unapata mafunzo pale. Qur'ani 3:102. Antasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu. Ndio amini. Mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha. Asante. Wala msife isipokuwa mmekwisha kuwa Waislamu kamili. Tunaambiwa usikufe isipokuwa mmekuwa Waislamu kamili. So hakuna mahali unaambiwa ati uwe sijui dhehebu hii sijui, ni Waislamu, sisi ni Waislamu. Yaani wewe ukitoka hapa unaenda tuseme kwa mfano unaenda Taita Taveta unasikia Allahu Akbar Allahu Akbar, msikiti ndio ule unaingia unasali. Sio kama mimi nilipatana na jamaa mwingine pale Sunday nyingine nikamuuliza unaenda wapi? Akaniambia naenda kanisa. Wapi? Kawangware. Nikamuuliza yani unatoka Jakaranda unaenda kanisa Kawangware. Kwani hizi zote umepita sio kanisa? Akasema hapana, yangu iko huko hakuna. Nikashangaa ati mchungaji wake ako huko. Nikashangaa. Sasa katika Uislamu hakuwezi adhiniwa ukaacha hii msikiti ati msikiti yako iko Isili. Uwezi. Hapo kumeadhiniwa unaingia hiyo msikiti, unasali hiyo sala, unamaliza ndio unasafiri. Unaenda. Huwezi kusema ati mimi sitaingia hii msikiti yangu iko pale Isili, pale 3rd Street ama iko pale Isili, pale 6th Street. Ni pale sala imekupata. Msikiti iko hapo, ingia sali kwa sababu anayeabudiwa hapo ni Mungu. Sio binadamu. Na ndio unaona kwa misikiti huwezi pata picha ya mke na bwana wa shehe. Ati shekhe ameweka picha yake kubwa hapo na bibi yake. Benye kanisani naonanga pia mnaweka picha ya mchungaji na mke wake. Ati prophet na prophetess. Hiyo huwezi pata kwa msikiti. Yaani wewe utawekaje picha yako kwa nyumba ya Mungu? Upate. Asante, karibu sana. Nisikusumbue kwa swali. Hujanisumbua kwa swali. Mimi kazi yangu umefanya vizuri kuuliza maswali kwa sababu wanaopata elimu ni watu wengi sana. So wewe uliza swali yote maadamu ni ya dini anafundisha. Ya siasa ndio tumekatazwa. Hilo swali naambatanishwa na hili ambalo ninapenda kuuliza na kujua. Hakuna vikundi katika Uislamu, lakini nimetembea. Vikundi aje unataka yani? Kwa mfano msikiti huu unaitwa hivi, ule unaitwa hivi, kwa sababu wakati mwingine nimepita mahali nikaona kuna msikiti unaitwa Masjid Musa, ingine sijui inajiitaje. Hiyo iko sawa. Saa hii kwa mfano wewe tuseme ni Muislamu. Mamako alikuwa akiitwa Aisha, mama yako mzazi. Ukawa Mungu amekujalia umepata pesa, unaweza ukakuja ukadonate msikiti, ukajenga msikiti, ukasema iitanishwe na jina ya mamako kwa sababu ni swadaka umetoa kwa ajili ya mamako, ikaitwa Masjid Aisha. Au babako ukasema alikuwa anaitwa Musa, ukasema itwe Masjid Musa. Lakini sio wewe ulete sheria zako za nyumbani hapo kwa msikiti, hapana. Ni ukimaliza kujenga msikiti unaondokea unapatia society ambayo ni ya Kiislamu inalan. Wewe umetoa sadaka yako lakini umeomba ombi iitanishwe na babako au iitanishwe na mamako.
ndio watu wanafanya hivyo. Ndio unapata kuna msikiti inaitwa Masjid Abubakar. Ukiangalia Abubakar, labda mwenye alijenga babake alikuwa anaitwa Abubakar, so akatoa sadaka kwa ajili ya babake, lakini misikiti ni nyumba ya Mwenyezi Mungu, inaitanishwa hivyo tu jina, lakini sio ya mtu ati binafsi. Shukrani. Ni sawasawa umeenda ukadonate kisima cha maji, ukaandika hii kisima kimedonetiwa na Musa, lakini wanaokunywa maji ni kila society ambayo iko hiyo area wanakunywa, lakini mwenye alidonate anaitwa Musa. Ni hivyo tu. Asante. Swali lingine, ama uko tayari kuwa Muislamu? Ni free pia. Mbona wewe umebaki kuwa Mkristo? Kwani Ukristo kuna faida gani? Sijaamua kuwa Muislamu. Mbona umebaki kuwa Mkristo? Wewe hujaamua kuwa Muislamu, mbona unabaki kuwa Mkristo? Kwani kwa Ukristo kuna faida gani? Bado sijaamua tu. Sijasema kuamua kuwa Muislamu. Nauliza kwa Ukristo. Wewe Mkristo? Ndio, Mkristo. Ukristo una faida gani kwa mwanadamu? Si kwa mwanadamu, nasema kuhusu mimi mwenyewe. Sasa kuhusu wewe, Ukristo una faida gani maisha yako kama wewe Mkristo? Ndio faida yake naona tu, acha nikae hivyo. Sasa faida yake ni gani? Yaani hutaki watu wengine wajue? Kwa mfano Uislamu una faida 40 Qur'ani. Ukiwa Muislamu faida yake utaingia peponi. Yaani mbona mnaficha faida za kwenu? Hamtaki tuzijue. Sikiza 40 Qur'ani. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu. Afanye ubaya hata alipo ila sawa na huo uovu wake. Asante. Na afanye wema akiwa mwanamume au mwanamke naye ni Muislamu basi hao wataingia peponi waruzukiwe humo bila hisabu. Sisi tunaambiwa Muislamu ataingia paradise. So uzuri wa mtu kuwa Muislamu ni kwamba ameahidiwa ataingia paradise, na imeandikwa, imewekwa, imekauka. Sasa uzuri wa kuwa Mkristo huwezi tueleza. Tufichurie siri hiyo. Anafikiria nilikuja hapa tu kutaka kuwa Muislamu, lakini bado sijaamua. Asante. Siwezi kukupeleka kwa ukuta sana. Mimi nakuelewa, usasema hutaki kunini wengine. Sikupeleki sana kwa ukuta. Brother, nikusalimie. Salamu za Mungu. Na ukija hivi mbio Muislamu. Njoo kaka. Mimi wananiita Salim. Mimi naitwa Isaac. Isaac, Muislamu Mkristo. Acha nikusalimia hapo. Acha basi nimsalimia Isaac kidogo. Sawa, mimi nimekuelewa. Isaac, umesema Mkristo, si ndio? Swali gani wewe unakuanga nayo unasema nikiwapata hao Waislamu nitakuja kuwauliza hii swali ili nijue? Tunasemanga knowledge is power. Au uko tayari pia kuwa Muislamu? Hakuna membership ya kuwa Muislamu. Na ukiwa Muislamu ni Uislamu, msikiti ni nyumba ya Mwenyezi Mungu. Si lazima usimamishe watu wetu tuambie ulitoka wapi ama hapana. Na hakuna membership card. Lete swali unataka kuuliza Uislamu. Mimi kwa na swali nauliza, kuna dini mingi hii society yenye tuko. Ziko nyingi tu. Sasa hiyo yenu mnasema ni ndio the best one. Nauliza, ni nani alikuja na hiyo momentum juu sisi zote tumepata hiyo vitabu hapa? Asante. Sasa nani alikuja na hiyo momentum? Sasa mnasema yenu ni the best one. Asante. Aliyekuja na Uislamu, kwanza aliyetupa Uislamu ni Mungu mwenyewe. Qur'ani 2:138. Hebu sikiza. Mungu mwenyewe ndiye ametuambia tuwe Waislamu. That's why tunaona ni best, kwa sababu ni kitu ambacho Mungu ametupatia. Na kitu Mungu amekupatia lazima kiwe best. Mungu hawezi kupatia kitu kibaya. Sikiza inasemaje? Anasema Mwenyezi Mungu tukufu ndani ya kitabu chake kisitoko na shaka ndani yake. Tupe vitu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu alilotupamba. Uislamu tunaambiwa ni pambo la Mwenyezi Mungu alilotupamba. Kuweni na nyinyi Waislamu. Unaona? Yaani Uislamu ni Mungu ndiye ametupamba. Na tena Waislamu Mungu ndiye ametuita sisi Waislamu 22:78 Qur'an. So kitu yote tumeitwa na Mungu na Mungu ametupatia lazima kiwe kizuri. 22:78. Bismillahirrahmanirrahim. Tupe vitu. Naipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa. Yeye amekuchagueni muwe umo bora. Asante. Wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Asante. Nayo dini hii ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Yeye Mwenyezi Mungu alikuiteni Waislamu tangu katika vitabu vya zamani huko, na katika hii Qur'ani
mmeitwa jina hilo pia. Kumbe kuitwa Waislamu sio sisi tulikaa chini tukasema sasa hii movement yetu itwe Waislamu. Hapana, aliyetuita Waislamu ni Mungu. Tena alituita tangu katika vitabu vya zamani huko na katika Qur'ani pia tukaitwa Waislamu. So ndio tunasema ni best kwa sababu ni kitu Mungu ametuita. Na Mungu hawezi kukupeleka katika njia mbaya. So ametuita katika Uislamu na Mungu anatuambia tuwe Waislamu. Kuna swali napingana na wewe. Sasa kulingana na Wakristo na Waislamu, unapata Waislamu ndio wanasaidiana kwa Uislamu na Wakristo wanasaidiana kwa Kristo. Sasa hiyo shida Sisi hatuna hivyo. Sisi Waislamu, maskini yoyote akija, awe ni Muislamu awe ni Mkristo, anasaidiwa. That's why ukienda kwa misikiti kuna watu wamevaa buibui wanakaa pale. Wengine si Waislamu, wengine ni Wakristo ama wengine hawana dini, lakini na tunawajua na tunawasaidia. Kwa sababu katika Uislamu kusaidia maskini, anasaidiwa maskini yoyote. Maskini ni mtu ambaye hajiwezi. Si specific lazima uweke. Kwanza katika sheria ya Uislamu, nyumba 40 pande hii, nyumba 40 pande hii, nyumba 40 pande hii, nyumba 40 pande hii, zote ni majirani yako. Wewe ukiwa Muislamu, hata kama wanaabudu jiwe ama hawana dini, lazima uangalie. Wakiwa na shida msaidie kama una uwezo. So katika Uislamu, katika swala ya kusaidia, hatuangalii ati wewe dini gani ndio tukusaidie. Kama uko na maskini tunakusaidia. Mbona hapa kwa kijiji watu wanagonjeka, mtu sio Muislamu, tunaambiwa ako na bili ya 50,000, tunatoa. Sisi ni Waislamu. Unatoa 1,000 yako 2,000, 3,000, unamsaidia aende atoke hospitalini. Maadamu binadamu kama wewe, unamsaidia kwa ajili ya Allah. Na Mungu anakuandikia hiyo thawabu kwa sababu umesaidia. Nia yako ni kumsaidia mwanadamu kama wewe. Alafu akimaliza tunamlingania, akitaka kuwa Muislamu anakuwa, akikataa ni juu yake. Labda Wakristo wao tu ndio wanajabagua, lakini sisi hatubagui, tunasaidia mtu yoyote akiwa na matatizo. Nyinyi mnatubagua sana. Labda nyinyi tu mnatubagua. Sijui mbona mnatubagua tu bure. Hiyo kitu nimeona tu kwa hii society yenye tuko sasa, unapata tu na ndio unaona kama sasa tunaelekea Dhulhijja, tunaelekea kuchinja. Tukichinja mbuzi, hatujalishi mtu kama ni Mkristo ama nini, akija anapatiwa mguu, huyo anapatiwa mkono ya mbuzi, huyo anapatiwa mbavu ya mbuzi, tunapeana nyama. Tunagawa katika siku ya Idi, tunagaiwa Wakristo. Unaenda unatengeneza kitoweo yako kizuri, unakunywa. Na Wakristo utawapata wako pale msikitini, wanajua leo ni siku ya kuchinja. Sasa swali yangu inakuja kwa sababu ya unapatanga kuna sema kuseti inaletwa hapa Chakarani na inakusanya vijana nawaambia tawatafutia kazi, unaona vitu kama hizo. Sasa kwa Uislamu inakuanga hivyo. Sasa hiyo labda iwe ni kuhadaa watu. Labda wale wako kazi zao wanahadaa vijana. Sisi hatukuambii tutakutafutia kazi, hapana. Lakini ikipatikana opportunity ya kazi, na mimi nakujua na kuambia sehemu fulani, kampuni fulani kuna kazi, lakini siwezi kusimama hapa na kutafutia kazi. Hiyo itakuwa na kuhadaa. Takutafutiaje kazi wakati mimi sina kampuni nimefungua? Mwenye kampuni ndio anajua kama kuna kazi. Mwenye amefungua kampuni akija hapa ndio atasema natafuta vijana ni waajiri, kwa sababu ana kampuni yake. Mimi sina kampuni, sasa nitatafutiaje watu kazi? So mwenye anakuja kama anakujanga hivyo, hiyo ni njaro ya kuweza kuwini watu, lakini hana haja na wale watu kwa sababu anawadanganya. Atawatafutia kazi wakati hana kampuni wala hana kiwanda chochote ambao atapeleka wale watu. Na atakuwa na chuma kwao pia. Kuna kujiandikisha, anakuja. Unajua hiyo inakuanga ni kuibia wananchi. Unakuja unasema nahitaji vijana 100. Vijana 100 nataka kuwatafutia kazi, lakini lazima urejeste na shilingi 2,000. Vijana 1,000 rejesta na kila mtu 2,000. Hiyo itakuwa pesa ngapi? Anaokota hiyo pesa ya registration alafu anaingia mitini. Sasa apata pesa yeye anaenda kuanzia shughuli zake. Ni wizi ile. Hiyo imeenda vizuri. Na uchunge sana usije ukapelekwa Russia. Maana tusikia watu wanachukuliwa hapa vijana, wasijua anapitishwa hapa anapelekwa Russia. Bado vizuri wakidanganywa ati sijui anapelekwa Amerika, sijui anapelekwa wapi. Bado vizuri anaenda anajipata amepatiwa katika war zone. Na alidanganywa atapelekwa. Lazima uchunge sana. Wakati unatafuta kibarua ni vizuri kutafuta, lakini chunga pia. Usiingie tu vibarua hivi hivi. Uangalie vizuri misingi yake iko namna gani.
ama ukaenda ukauziwa figo. Manake sasa hivi biashara ya figo nayo iko juu. Unaweza ambiwa tunakupeleka kazi, kumbe figo zako wamepima wakaona ziko sawa, zitasaidia watu, ukaenda ukang'olewa kule. Kitu kingine, hapa Kenya tuko na kazi ya kutosha. Ni watu ambao wako na ile mentality. Unajua shida, mimi naraumu yale masomo tuliyosomeshwa ya 844 ya ile mwanzo, ya 844 tuliyosomeshwa. Sijui ya CBC iko namna gani. Kwa sababu sisi tulikuwa tunasomeshwa mambo ya sijui River Olipopo, sijui iko Ghana. Tulikuwa tunafundishwa mambo ya Ghana, sijui wanakuza, sijui zinaitwaje huko, chocolate, sijui nini, cocoa ziko Ghana, sijui. Tulikuwa tunafundishwa sijui mambo ambayo hayakuhusu hata maisha. Tungefundishwa kwamba hii mchanga yetu, hii tuambiwe ni loam soil, inahitaji fertilizer ama haihitaji fertilizer, na inahitaji tupande matunda gani. Leo tungekuwa hii mashamba iko Kenya, tunalima chakula, tuna supply Europe mzima. Tungekuwa tunalima machungwa hapa Kenya, yana supply Amerika mzima. Tungekuwa tunalima avocado. Avocado ni matunda yanaweza kukuandika. Unapata mtu ameacha shamba eka 5 nyumbani, anakuja Nairobi ati anatafuta kazi. Akili yake haifanyi vizuri. Anataka kuajiriwa ofisini, alipwe 100,000. Lakini angelima ile shamba yake, inampatia kwa mwaka ama mwaka 2 inampatia 30 milioni. Na anaajiri watu wengine. Ni kwa sababu hatukufunzwa mafunzo ya kutusaidia, tulifunzwa mafunzo ya kutubakisha bado sisi ni bega. Na ndio mzungu strategies yake ya kutengeneza hivyo. Anataka ubaki wewe ni bega, wakati tuna uwezo ya kutengeneza mashamba yetu na tukawa tunalisha Europe mzima. Angalia nchi kama Misri. Misri wanalima kupitia maji yanayotoka hapa Lake Victoria. Kuanzia zamani hapa Misri, na ni jangwa hapa Misri. Ni desert, lakini wanalima na maji yanatoka hapa Lake Victoria. Lakini sisi tuko Kenya tunalia shida. Na wao wana supply hiyo matunda yao karibu dunia mzima. Sisi tunalia njaa hapa. Ni kwa sababu hatuliaipata watu ambao wana haja na sisi ya kutusaidia tuweze kuamka kutoka katika ujinga. Na ngano wanalima. Sisi Kenya watajiri. Hii shamba zote tuko nazo matajiri, lakini hatujapata watu wa kutuelekeza vizuri. That's a problem. Ufai kulia ati kazi, hapana. Mashamba yote ukipeleka hivi unapata mashamba ati iko empty bana. Nakuelewa sasa. Mimi nakueleza kitu iko. Ingia hapa Israeli hapa, unapata watu wanalima kilimo cha ng'ombe na wanalima na silage hapa Israeli. Yaani wanalima ng'ombe za maziwa na silage. Zinadungwa hapa kwetu tuko na mashamba ya kufanya shughuli kama hizo. Lakini unaona bado tuko katika poverty, kwa sababu masomo tuliyofundishwa ni masomo ya kutuweka katika poverty. Na mtu anaona akiishi mjini yeye ndiye ako na maisha mzuri, anaona atukiishi mashambani uko na maisha duni. Mtu wa mashambani ndio ako na maisha mzuri zaidi. Kwanza anapumua hewa mzuri ijachafuliwa, anakula chakula yenye anataka. Kwa sababu gani? Amelima hapa mboga fulani, hapa mboga fulani, na anajua hii mboga nimeweka fertilizer, hii sijaweka fertilizer. So anakula kukula kuzuri. Hata haya magonjwa mingi umeona tumeletewa yamekuja ni kwa sababu ya chakula. Sio kitu kingine. Ni ulaji wa chakula. So ni ile masomo tulifundishwa ndio ilitupoteza. Mimi na wewe. Kwa sababu kwanza mimi nilikuwa nafundishwa ati body part ya grasshopper. Sasa body part ya grasshopper imesaidia na nini maishani? Shughuli. Na mtu angenifundisha namna ya kukamua ng'ombe na namna ya kulisha ng'ombe, hiyo ingenisaidia. So tulipewa masomo ya kutufanya tuwe beggars. Hiyo ndio shida. Sasa kwa Waislamu nyinyi mnaichukuliaje hiyo kama society, kama mnaona hii sisi tumepotezwa? Tulipotezwa, ndio tunajaribu kuirudisha sasa. Tunaambia Waislamu irudini kwa mashamba, limeni, wekeni mifugo, weka mbuzi, weka ng'ombe, weka ngamia, ziko na pesa mingi sana. Leo katika Europe mzima wanahitaji nyama ya mbuzi. Hata inakosekana nchi ya Kenya ya kusupply nje. Middle East huku kwa Arabu wanahitaji, tena wanahitaji za huku kwa sababu huku ni original, kule zao wanalisha na shindano na GMO. So market iko high, supply iko low. Ndio tunajaribu kuwahimiza Waislamu, rudini kwa mashamba, nendeni ulime. Acha kuwa na shamba yako unakuja kukaa kwa kijiji town ati ukae tu hapo unang'ang'ania na una kitu ya kula, na shamba umeacha eka 10. Wewe unafaa hata viboko.
Enda kwa hiyo shamba lima, na hata unaweza lima hata cabbage ukaletea watu, ukalima spinach, ukalima nini, vitu mingi tu. Na wakulima wana pesa. Unajua wewe hujajua bana. Saa hii maziwa lita moja hapa kwetu hapa hii area ya Kiambu, lita moja ni 50 shillings. Kwa yule anayekuja kununua kwetu, kwa kuuza wanauza almost 70 shillings, lakini kununua kwa mkulima unanunua 50. Ukiwa na ng'ombe moja siku hizi inatoa lita almost 30. Uwe na ng'ombe 3 zinatoa lita 90 kwa siku. Hata hesabu kwa siku lita 90. Piga hesabu na 50 shillings. Uko mbele. Hata utaandika mfanyikazi na wewe utakuwa na pesa yako. Lakini tuliwekwa mentality ambayo ati lazima tuajiriwe kazi. Na hakuna mtu aliajiriwa akatajirika, labda aibe. Hata mtu aliyetoka university hana kujisaidia. Hana kitu. Mtu aliajiriwa wengi ndio utajirika, labda uwe unaenda kuiba pale. Kwa sababu ile mshahara inakuwa umehesabiwa. Sijui hii ni ya rent, hii sijui ni ya nini, hii ni medical cover, unakatwa unabaki payslip haina kitu. Lakini mtu anayefanya biashara leo anaweza pata 10 million, kesho anaweza pata, na ndio unaona bilionea wengi duniani. Ima wawe labda ni hao wachezaji wa mpira ama wawe watu wa real estate. Ananunua kiwanja, amenunua bei rahisi, amejenga nyumba zake bei rahisi, alafu anauza mabilioni ya pesa. So ni mentality na venye tulifunzwa. Nadhani CBC itakuja kusaidia, I don't know, lakini sio kama ile tulisoma. Ile tulisoma kidogo ili tugandisha akili. Unasomesha mtoto miaka 20 kutoka. Haya. Niko na swali ya Hata swali, usiwe na wasiwasi. Hapa tunafunguana ndio nakwambia. Unajua hata mimi nilikuwa kwa hiyo system nimesoma hivyo, lakini naona nilipoteza muda mwingi sana. Kwa sababu ukienda Europe unapata kijana ako 20 years lakini amemiliki millions of money. Anafanya kazi gani? Ni mchezaji tu wa mpira. Hajui hata kizungu. Kwa sababu walipoona talent yake ni hiyo mpira, alipelekwa kwa kucheza mpira. Lakini hapa Kenya unasoma science, unasoma mathematics, unasoma biology, unasoma physics, sijui unasoma ni zote unarundishwa kwa kichwa, unashindwa. Kule wakijua huyu anaweza somea udaktari, anapelekwa department ya kusomea udaktari tu. Yeye anadili na hiyo professional yake. Huyu ni mekanika, anapelekwa mekanika, hiyo professional yake. Huyu ni farmer, anapelekwa. So akifika miaka 25 anajua mambo ya ukulima yote. Wewe unachanganyikiwa huko. Sasa wewe unachanganyikiwa kwa sababu wewe huku umesoma udaktari, umesoma mekanika, umesoma engineer. Zote unachanganyikiwa hata wewe mwenyewe. Hiyo ndio tuliwekewa system. Swali laki kidogo. Weka hiyo swali. Naona wengi wana maswali. Nina swali. Leta, usiwe na wasiwasi. Kuwa mwalimu wa Kiislamu. Pande huu mwingine kwetu ni uende shule uchukue shahada ukue theolojia ndio ukue mchungaji ama kitu kama hicho. Katika Uislamu je, kuna mtaratibu kama huo? Katika Uislamu kuna utaratibu wa kusoma dini. Kwanza unaanza na Qur'an. Hauwezi kuwa katika fani gani, lazima kwanza unaanza na Qur'an. Qur'ani ndio kifunguo. Ukisoma Qur'ani ukimaliza, kama wewe ni muhadith, unaingia katika shule ya kusomea mambo za hadithi, unajua hadithi sahihi na nini ndio hiyo unasoma. Masomo ni nzuri, ila nimekueleza sisi tunakombainiwa kila kitu, ndio tunashindwa kujisaidia. Sasa katika Uislamu kama wewe umebase katika mambo ya muhadith, wewe unajua mambo ya hadithi na nini, una base katika hiyo fani. Kama wewe umebase katika fani ya kufanya ruqya, unasoma hiyo mambo ya ruqya, dawa za kisuna na nini, una base katika hiyo. Unapata vizuri, unakuwa na professional hii. Hii dunia ya kisasa tulichanganyiwa kwa sababu ya kukombainiwa kila kitu tunawekewa. Hata wewe labda unaweza kuwa na degree lakini kusaidii, kwa sababu vitu ulizosomeshwa hukuchagua kitu ambacho kinakusaidia katika maisha. Labda hata ulikuwa mchezaji mzuri lakini hiyo uchezaji likakomelewa mbali. Unaona? Na ndio unaona sasa hivi wanasema TVET zinasaidia zaidi kwa sababu unaenda unasomea professional hii na inakusaidia. So masomo unaweza soma combine lakini kidogo inakuwa haisaidii. Una swali lingine? Maswali naona mingi sana hapa. Swali ya mwisho. Lakini nadhani umenielewa. Nakuelewa lakini sawa tu. Lakini ujue pesa mingi iko kwa mchanga. Ndio nimekueleza hivyo. Sasa swali ya mwisho. Kuna swali ulikuwa unasema about divorce. Kudivorce, yani kuachana. Sasa kwa Wakristo, sasa mkikosana tuseme na bibi, unakuja jioni unapata hakuna. Sasa sijui kama
Oh, yani wewe mmekosana na bibi yako katika Ukristo, ukija jioni unapata nyumba hata amehama na vitu yote. Hii si ni mwizi mlikuwa mnaishi naye kwa sababu nakwambia hivyo kwa sababu kama mmekosana hafai kubeba kila kitu. Anafaa mkae chini, kama hamkuelewana mnaachana kwa uzuri, yeye anabeba zile vitu ambao ni zake. Ama wewe mwenyewe ukimwambia nimekuachia vitu yote iko salama, kuliko wewe umetoka kazini unafungua mlango unasikia unajua nyumba haina kitu inalia kama ile nyingine, kuangalia hakuna chochote kwa nyumba, hata unaweza faint, sio mzuri. So katika Uislamu kuna utaratibu wa kutoa divorce na kuna kiwango ambayo inafika, haitolewi hivi hivi. Sikiza inasemaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, mtakapotoa talaka kwa wanawake, mtakapowaacha, toeni talaka katika wakati wa eda zao, yani waacheni wakati wa tahara zao, ambazo katika tahara hizo hamkuwahi bado kuingilia. Una ruhusa kumwacha saa utakayo tu. Unasikia, hufai kumwacha mtu. Unataka, huwezi kumwacha mwanamke ako na mimba, unataka ile mimba ikalewe na nani? Unaona? Yani kama kunasema kama kulikuwa na mtu alikuwa na kazi akapoteza, sasa huyo mwanamke anafikiria kufikiria mbele, sasa anafikiria kuna mwanaume mwingine ama kipata kazi anaona. Hiyo iko kila pande. Hiyo siwezi tetea kwa sababu inategemea na yule mwanamke. Sawa? Kama mwanamke ni ameona kazi, umepoteza kazi, ameitisha talaka, wewe usimnyime, wewe mpatie, kwa sababu anayejua mambo ya kesho ni Mungu. Yeye ameona labda umeruhusa, anatafuta mtu mwingine ambao ako na power. Hiyo iko kila mahali inatokea, lakini ni kwa wale watu ambao hawamtegemei Mungu, hawamchi Mungu. Yani wana hofu, anaona sasa bwana amekosa kazi, sasa tumekwisha sisi, wacha tuachane na yeye nikaolewe na tajiri. Hiyo ni makosa, kwa sababu kesho unaweza muacha mtu, kesho akawa Mungu amembariki na amemfungulia, ukaajiriwa kazi kwake. Sasa kama mmoja mwenye ameenda, sasa kuna ile process yenu mnaesafuata, eti umwende ama mtafute kama ulikuwa unampenda. Unajua kujaribu, unaweza jaribu, unaweza enda ukamwambia tukae ni nini kilichokunini, lakini ukiona amekataa sana, wewe mpe talaka yake, kwa sababu ukimuinsist itakuwa naishi na wewe kwa upande mbili. Ima atakuwa akienda nje kwa mtu mwingine ako naye na anakaa na wewe. So the best thing, ukiona amekukataa, wewe mpe talaka yake, wacha aende. There is no need ya kuinsist mtu au kuua mtu. Sasa nimeona mauaji yamezidi sana. Ama kwa kuwekea, labda hata ukimlazimisha sana, hata anaweza kukuwekea sumu kwa chakula ukufe ili uondoke, kwa sababu wewe anaona ndio kizuizi kwake kuendelea na maisha. Sasa baadaye ifike hapo mahali ya kuuana, wewe muache tu. Hata sasa naona vijana wanakaa na wasichana, wakikosana anachukua kisu anadunga, anaua. Ya nini? Wewe unaua mtoto ya mtu mwingine ya nani? Wewe umeona hamwezani naye, muache. Wacha arudi kwa wazazi wake, na wewe tawakal kwa Mwenyezi Mungu. Mungu atakufungulia. Kwani lazima tuishi na yeye? Kwani alikuwa ni yeye mmoja duniani? Hata labda riski yako ukioa mwingine ndio riski yako inafunguka. Sasa kwa Uislamu ndio nakwambia, hata kwa Uislamu kuna hiyo dini ya tuseme kama youth. Kuna mahali unafika unasema huyu jamaa ako karibu kuoa, aenda muongeleshe hivi. Kuna vitu inaitwa seminar pia katika Uislamu inafanywa, vijana wanaongeleshwa, wakifika kiwango fulani anaambiwa sasa wewe inafaa pia ukioa ni mzuri na wanapewa hiyo mawaidha, inaitwa mawaidha, wanapewa. Iko katika Uislamu. Na wasichana pia wanaongeleshwa, wanapewa mawaidha. Kwa sababu lazima walelewe katika dini, na mawaidha yenyewe yanahusiana na dini na wanaelezwa. Kwa sababu kuoa pia ni nusu ya dini. Na katika Uislamu mwongozo uko katika Qur'an. Qur'ani pia umeeleza kila kitu. So ziko. Sawa. Karibu sana. Ani yule kakangu nimemwona, sijui tena akaingia mitini. Mimi wananiita Salim. Mimi naitwa Mutinda Theophilus. Mutinda Theophilus. Najua watu wamecheka, wamesikia Mutinda Theophilus kwa sababu ya mambo yametokea Kenya hivi juzi. Ila lakini sio yule yule. Sio yule wa Luka. Una swali ya kuuliza Waislamu? Mimi sina swali, ndio nimekuja tu saa hii. Nilikuwa nasikiliza. Lakini tunakukaribisha katika Uislamu, Mutinda. Tuna wakamba wengi Waislamu. Yaani Uislamu sio dini ya kabila fulani, ni ya kila mwanadamu. So tunakukaribisha katika Uislamu na ni free kuwa Muislamu. Asante.
Kwa tayari au bado? Bado nimekuwa nasikiliza kwanza. Sawa basi, sikiza, lakini ndo nakukaribisha kuwa Muislamu. Haya brother, nikusalimie. Salim. Kuna siku alikuwa anataka kuuliza maswali. Akuje, kiwanja iko wazi. Mbona kiwanja iko wazi kabisa? Mimi wananiita Salim. Mimi naitwa Evans. Muislamu Mkristo Evans? Ila swali nilikuwa nataka kuuliza wakati yule. Ngoja kwanza tukuelewe. Wewe ni Muislamu Mkristo? Unajua lazima tujue uko lengo gani, yani uko mrengo gani, ndio tujue huyu mtu tutamuendea namna. Kuna wengine wanasema wao wako dini ya utamaduni. Unaona? Sasa akija tunamjua huyu ni utamaduni, tunaenda naye hivi hivi. Sasa swali yako ni wewe dini gani? Mimi ni Mkristo. Mkristo. Asante sana. Swali gani uko nayo kwa leo? Kwa ila nilikuwa nataka kuuliza, nyinyi mnaweza soma Biblia kawaida? Biblia tunaisoma, ndio hii niko nayo. Biblia niko nayo, hata sio moja, niko na Biblia karibu 4. Niko na Biblia implemento ambayo ni ya Catholic wanaitumia, niko na hii ya King James version ambayo mnaitumia, iko na vitabu 66, niko na ingine iko na vitabu 99. Coptic wanaitumia pia, lakini wako na ingine ya 88 books pia Coptic wako nayo. Unaona, na niko na nyingi, na nikipata Biblia naiweka, kwa sababu knowledge hitaki ati kitu kidogo, inataka ufunue akili yako zaidi, uelewe mambo mingi. Unapata vizuri, usiwe na ile akili ndogo. Sisi kule kwetu wa Mount Kenya tunasemanga modo taumaraga modo tathiaga augaga nonyi na oe kuruga wega. Yani mtu ambaye hatembei sana anadhani mamake tu ndiye anajua kupika vizuri, lakini mtu anatembea ako na knowledge nyingi. Maana yake anajua mengi. Sasa ndio tunasoma vitabu vingi ndio tujue mambo mingi. Lete vitu. Na bona haifanani Biblia. Biblia haifanani yenu na ile. Bona iko na tofauti. Kulingana na gani? Uko na gani wewe? Unajua unaweza na ile nini ya kitambo. Ya kitambo na ya saa hizi haifanani, kwa sababu walikuja wakinyofua vitu vingi. Biblia kawaida. Hii yenu Qur'ani. Qur'ani haifanani na Biblia. Haifanani. Swali langu ni bona haifanani. Kwa sababu tunaomba Mungu mmoja. Asante sana. Kwa sababu Qur'ani ni kitabu aliyepewa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ndiye amepewa Qur'ani katika karne ya 7. Biblia wanasema ni mkusanyiko wa vitabu, walikaa chini wakakusanya wakaweka hivi na hivi, ndio unaona iko na utofauti yenyewe. So haikuwa kitabu kimoja ambao kinasambazwa duniani. Leo ukienda Saudi Arabia unapata Qur'ani ni hii tu, iko na sura 114. Ukienda South Africa ni hii tu, ukienda wapi ni hii moja tu Qur'ani. China ni hii moja. Lakini ukitoka hapa enda hapa Ethiopia, Biblia wanaotumia na Biblia wanaotumia wa Kenya ni mbili tofauti. Hapa tu Ethiopia. Niulize, bora wewe usifundisha na hiyo? Ndio nafundisha nayo. Si yetu. Ya Biblia yenu. Hata hiyo si unaweza kuja la. Sasa nitafundisha, niko nayo Biblia ndio hii. Si ndio hii ni Biblia niko nayo nafundisha nayo. Hii Biblia inasema Mungu ni mmoja. Alafu hii Biblia inasema Biblia lakini iko na tofauti ukiongea. Maongeo yayo. Haina shida. Qur'ani iko tofauti kabisa. Iko na tofauti. Ni hiyo tu ulikuwa nayo. Haya, hii gina ni hii nimekuta mkiongelea ya masomo. Nimesikia ni mzuri hiyo masomo, hiyo mnaongea ni mzuri juu. Unajua naongea kitu fact. Unajua masomo tuliyosomeshwa namba kubwa haikusaidia. Kwa sababu tungesomeshwa, kwa mfano tungejulikana kama watu kama mimi nimetoka huko kwa ukulima nifundishe mambo ya ukulima, leo ningekuwa na pesa mingi sana, kwa sababu ukulima iko na pesa. Wale wengine kama ni watu wa ufugaji wangefundishwa mambo ya ufugaji na waambizwe namna ya kukipu hizi vitu, wangekuwa labda wana productive sana. Ndio nikakwambia watu wa Europe wanafundishwa tofauti na ile elimu sisi tunafundishwa. That's why unaona wanaendelea, kwa sababu wanafundishwa professional fulani. Sisi tunafundishwa kila kitu unajaza kwa kichwa, haikusaidii. Lakini sasa hii nasikia kuna CBC, nasikia inafundisha vizuri, mtoto anafundishwa kupika, mtoto anafundishwa sijui nini, anaanza kujua mambo mzuri, na hiyo ndio mzuri. Ingekuja kitambo labda ingetusaidia zaidi. Kweli. Hiyo nilikuwa nafunza watu. Kama mimi ningefunzwa mambo ya kupanda kahawa, kwa sababu mimi najua mambo ya kahawa, lakini nilikuwa nafunzwa mambo ya Ghana. Ati Ghana wana meza ati kitu inaitwa wanaita kokoa. Sasa mimi nafundishwa Ghana wana meza kokoa, baadaye nifundishwe panda kahawa
ama majani chai ambao tunapanda hapa. Nafundishwa historia ya nchi nyingine ambayo inisaidii. Unanipata vizuri? Sasa hiyo ndio nilikuwa nasema wale walikuja na hiyo forum walitukosea katika hiyo mpangilio. Na ndio unaona akili yetu yote tunatakanga kuja kwa town. Kwa sababu tunasema watu wa town ndio wanafaidika, wana pesa. Lakini hatukufundishwa mchanga ile tunaacha ushago ndio iko na pesa. Leo ukiwa na eka moja na unalia njaa wewe kidogo una shida. Kwa sababu wewe eka moja ungeifanya ingekusaidia, ungekuwa tajiri. Shamba iko na pesa mingi mno. Hii mchanga hii ina pesa mingi mno. Ni kweli. Mimi nakueleza hii mchanga ina pesa. Nani ukiwa na pesa? Sasa utakuwa na capital ya kuanzisha. Sasa hiyo ndio tungekuwa tunafundishwa, alafu serikali wanatubusi na hiyo tunaendelea. Hatungekuwa mtu ati anatoka hapa anaenda kutafuta kazi ya nini? Wakati naweza tengeneza 5 million nikiwa tu hapa Kiambu. Ni venye hatuna shamba pale Kiambu. Ndio shida. Karibu sana katika Uislamu. Naona tutakatiza kwa sababu naona pia wingu liko nini. Wacheni tupatane kesho kwa ajili ya Mungu. Hiyo tutapatana kesho. Hiyo utakuja kesho. Juu hii wingu ikitupata kila mtu ataroa maji. Wacha tupata kesho, niko hapa inshallah. Wewe nenda fanya research zako, njoo kesho. Uliniambia kwanza kesho unakuja. Fanya research, njoo kesho. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njoo kesho.